Filamu ya leo inaanza na mwanamke mmoja ambaye amekuwa anakaa nyumbani tu akimhudumia mumewe ambaye ni mgonjwa, akiwa anasubiri mumewe akae sawa, na amekuwa akiomba sana akitegemea kwamba Mungu atamsaidia na muujiza utatokea, mume wake atapona haraka iwezekanavyo. Lakini mume wake sio kwamba ameparalyze, lakini pia haijulikani kiuhalisia kabisa kwamba ana shida gani. Lakini shida yake ni kwamba yeye analala tu, hawezi kujitikisa wala kujitingisha wala hawezi kuongea. Na daktari wa kile kijiji chao alimwambia huyo mkewe kwamba inatakiwa mumewe awe amerecover baada ya siku 12 ama 13 baada ya issue iliyotokea. Lakini sasa ni siku 16 zimepita, lakini hakuna kitu chochote kinachoendelea kwenye mwili wa huyu mumewe na huyu dada. Lakini hawa walikuwa wana watoto wawili wadogo, ambaye mmoja alikuwa na miaka 3 na mwingine ana miaka 5, na wote walikuwa watoto wa kike warembo kwelikweli, na walikuwa hawana msaada wowote kwa mama yao kwa sababu ni wadogo. Sasa siku moja jioni, usiku, wakiwa wako pamoja nyumbani kwao, watoto wakamwambia mama yao kwamba wana njaa sana, na mama yao alivyoangalia huku na kule hana chakula. Kusema kweli, kama mzazi ukikosa chakula cha kuwapa watoto wako huwa inaumiza kwelikweli. Basi akawaambia watoto wake waende wakalale hivyo hivyo kwa sababu kulikuwa hakuna chakula ndani. Sasa siku inayofuata akawa ametoka mapema na kwenda kwenye pharmacy ya kijiji chao pale kwenda kupata dawa. Dawa ambayo ilikuwa kama ndo chakula ambacho mumewe anakitumia, dawa ya kuweka kwenye drip. Sasa alipofika pharmacy pale akakataliwa kupewa dawa kwa sababu alikuwa anadaiwa hela nyingi kwelikweli ambazo amekuwa akichukua dawa kwa siku zote 16. Ikabidi arudi akiwa yuko disappointed, lakini hana namna atafanyaje sasa, na hela hana kweli. Na alipofika nyumbani ikabidi afikirie namna gani ya kuweza kumsaidia mumewe apate chakula mwilini. Akachukua maji na sukari akachanganya akaweka kwenye ile chupa ya drip na kuona kama itamsaidia mumewe bwana. Kwa sababu walikuwa hawana pesa, maisha magumu yamewabana kwelikweli. Huyu mwanamke ikabidi atoke na kwenda kwa shangazi yake kwenda kuomba msaada bwana. Alipofika pale akawa ameambiwa kwamba shangazi yake ameondoka kwa muda kwelikweli, na hakuna afahamuye huyu shangazie atakuwa yuko wapi sasa. Machozi yakamdondoka baada ya kusikia vile, kwa sababu huo ndio ulikuwa msaada wake pekee. Na alivyorudi nyumbani akashare kila kitu na mumewe, akawa anamwambia mumewe, ingawa mumewe hawezi kumjibu au kuongea naye chochote. Na akiwa amechanganyikiwa pale akawalalamikia sana mama yake pamoja na kaka yake kwa sababu walimtelekeza. Akasema kwamba wasingenitelekeza, wasingenitoroka, haya yote yasingetokea. Na hapo sasa tunakuja kugundua kwamba mumewe alipigwa risasi kutoka kwa mtu ambaye walikuwa wamegombana baada ya huyu jamaa kumtukania mama yake, na mshikaji akawa amekasirika kwelikweli. Sasa ile unanitukania mamangu, mwamba akatoa piu piu akampiupiwa kwenye mwili wake. Hapo ndio huo ugonjwa uliomfanya mpaka leo alale hapo chini. Lakini at the same time nchi yao hapo palikuwa pana vita vinaendelea. Na siku inayofuata yule mwanamke akawa ametoka na kwenda kupambana huko kutafuta chochote kitu. Sasa akiwa hayupo, watoto wake wakawa wameingia kwa baba yao pale bwana, na kuanza kutoa ule mlija wa chakula ambao mama yao alikuwa ameuweka kwa mumewe bwana. Lakini bahati nzuri mke mtu akawa amefika pale on time na kuwazuia wale watoto wake. Watu walitaka kuua baba yao. Sasa muda mfupi baadaye Ostazi akawa amefika pale nyumbani kwao kwa ajili ya kufanya maombi. Na alipofika pale huyu mwanamke akakataa, akamwambia tafadhali, hapana, haitawezekana, hairuhusiwi kufanya maombi mwanamke akiwa kwenye period, na mimi nina period, so sitoweza kabisa kufanya maombi. Sasa muda mfupi baadaye vita tena vikaibuka bwana. Mabomu, marisasi, piu zinatisha mtaani bala. Ikambidi huyu mwanamke akiwa pamoja na watoto wake wakimbie bwana, waende wakajificha kwenye sehemu ambayo ya kujifichia kwenye maandaki huko, pamoja na majirani wengine na watu wengine kadhaa. Na walivyogundua kwamba kumeshatulia, ikabidi atoke kwa spidi kwelikweli kwenda nyumbani kumwangalia mumewe. Na alipofika akakuta mumewe yuko salama kabisa, so kakachukua dawa na kuanza kumwekea dawa hapa.
ile anapumzika tu, vifaru vikaanza kusikika, mashine za moto nzito zikaanza kusikika bwana. Ikabidi wakimbie tena kurudi kule kwenye sehemu ya kujihifadhi. Sasa unajua Watalibani hawa wale watu wenye imani kali ya dini wakawa wamefanikiwa kuingia kwenye nyumba yake na yule mwanamke. Walipofika kule ndani wakamkuta mumewe bwana, na bahati nzuri wakawa wamegundua kwamba jamaa ni Muislamu na yeye. Sasa ikabidi wamwache, wakawa wamemsamehe hapo. Lakini hawa wamba wakaamua kuchukua saa yake na pete yake ya dhahabu aliyokuwa ameivaa mkononi. Na mambo yalivyotulia, mkewe alivyorudi nyumbani akagundua kwamba nyumba yake iliingiliwa, wamevunja mlango bwana. Na alivyoangalia vizuri akawa amegundua kwamba wamemwibia pete ya mumewe na saa aliyokuwa amevaa mumewe. Lakini kitu cha hatari zaidi ambacho kilikuwa kimetokea ni nje. Alivyotoka nje alikuta miili ya watu wawili ambao wamening'inizwa kwenye mti, na mtoto mwingine mdogo ambao walikuwa ni majirani zake, wamepigwa na kutandikwa pale pale. Na alivyoangalia akamwona mama yake na yule mtoto mdogo aliyepigwa pale akiwa kama amechanganyikiwa baada ya kuona kifo cha mtoto wake. Huyu mwanamke akaona kwamba haya maisha yameshakuwa magumu, siwezi kuendelea kusurvive kwenye haya maisha. Akawachukua watoto wake na kwenda nao moja kwa moja nyumbani kwa anti yake, akimwacha mumewe, yani akimtelekeza mumewe. Maisha ni magumu, atafanyeje dada wa watu? Sasa alipofika kwa anti yake kagonga mlango, huyu anti yake mwingine huyu mtu mwingine akatoka na kuchungulia, kwambia ninyi ni nani? Mimi siwajui. Akabana mlango na kuambia kaeni huko kwa nje, sitaki kuwaona nyumbani kwangu. Oya, ikawa ni issue kwelikweli, halikuwa hawana kwa kwenda. Huyu mwanamke kabidi akae pale pale mlangoni akitafakari. Ushakuwa mama tena, ndo utu uzima huo. Lakini baadaye yule mwanamke akatoka kule ndani bwana na kumkabidhi kikaratasi ambacho kilikuwa kimeandikwa location ambayo anti yake alikuwa amehamia. Kweli bwana, akatoka moja kwa moja na kumfuata shangazi yake huko aliko. Alipokutana naye akaanza kumwelezea shangazi yake matatizo ambayo anapitia. Lakini shangazi yake akamwambia, sikiliza, hayo ni mambo ya kawaida. Hata mimi nimepitia mambo magumu zaidi ya kwako. Nimepitia abuse za nyumbani. Ilibidi nikamripoti baba yangu wa kambo kwa sababu alikuwa na abuse sana familia yangu. Maneno yale ya shangazi yakawa yamemchoma sana. Ikambidi ageuke bwana na kuamua kurudi kwenda kumuona mumewe, hata kama mumewe yupo kwenye hali mbaya kiasi gani hawezi kumtelekeza. Ikabidi aende na kurudi nyumbani kwake. Akawa amekaa pembeni yake ya mumewe na kuanza kuongea ukweli, asijue kwamba mumewe anamsikia ama hamsikii kabisa. Namna kama ambavyo walikuwa anaongea ukweli, ameamua kufunguka. Ile issue ya we listen but we don't judge. Akaongea mambo ya miaka mingi, akaconfess maumivu, vitu ambavyo vilikuwa vinamuumiza, matatizo. Akamwambia, mume wangu umenioa kwa miaka 10, lakini hakuna hata siku moja tangu nioe ambayo nilijisikia nina furaha. Nilijisikia kama mwanamke mwenye furaha niliyoolewa na mwanaume ninayempenda. Hata siku ya harusi yetu sikuifurahia kwa sababu pia haukuwepo kwenye harusi. Yani mwamba hakuwepo kwenye harusi ya mkewe, alikuwa yuko vitani kudadadeki. Mwanamke kabidi aolewe na picha ya mumewe. Oya, hatari hiyo. Akamwambia, miaka 3 ya mwanzo ya ndoa yetu ambayo nitakiwa ni enjoy, ulikuwa haupo kabisa, na niliteseka sana kukufikiria kwa sababu sikujua nani angenimwagia mayonnaise, na wewe haupo muda wote. Akamwambia, hadi familia yangu ikaanza kuninyanyasa, hata kwenda chooni kukojoa ilikuwa ni ngumu kwa sababu kaka zangu walikuwa wananinyanyasa na kunicheka. Lakini ghafla akajishtukia, akasema, sijui kwa nini ninakwambia haya yote. Akaanza kumwambia mambo yake ya utotoni. Akamwambia, baba yangu alipenda mambo yake sana kuliko kupenda watoto wake. Sisi tumeishi na baba yetu, lakini upendo wa baba hatujauona. Baba alikuwa anacheza sana kamari, na alikuwa anapenda sana kucheza kamari. Kwa sababu ya madeni mengi ya kamari, baba yetu alimlazimisha dada yetu mkubwa aolewe na mtu wa miaka 40, yeye akiwa na miaka 12. Yani mtoto wa miaka 12 aolewe na mtu wa miaka 40 kwa sababu tu baba yake anataka pesa ili akacheze kamari. Akamwelezea mambo mengi sana. Baba yake alikuwa anawapenda zaidi ndege wake kuliko
hata wao, na baadaye yeye akaamua kuwafungulia wale ndege kwa hasira baada ya baba yake kumwozesha dada yake, na wale ndege wakaliwa na paka. Baadaye akati anaongea pale, akawa amegundua kitu kimeingia kichwani mwake kwamba kwa nini yuko hapa kwanza, anaongeaje na mumewe ambaye hana mapenzi naye. Akachomoa ule mpira aliyemwekea, akaamua kuondoka na kwenda tena kwa shangazi yake kama kawaida, na akamwambia shangazi yake kile alichokifanya. Shangazi yake akasema, mumeo yamkini ni mtu wa muhimu sana kwako, kwa sababu imagine umekuwa unamwambia kila kitu ambacho kinakusumbua sasa kipindi hiki. Maneno hayo yakawa yamemsaidia kujua kwamba kweli kuna kitu kati yao. Akafikiria na kusema kwamba ndio maana akiongea na mumewe huwa anajisikia comfortable sana, akimwelezea hata kama hamsikii, especially kipindi hiki ambacho mumewe amekuwa mgonjwa, kwa sababu ndio kipindi pekee ambacho anampa muda wa kumsikiliza. Akaamua kufanya vitu extraordinary, yani ambavyo hajawahi kuvifanya hapo mwanzo. Akamuogesha mumewe, akamjali pale na kumweka sawa, alafu akamchumu kwenye forehead, yani kwenye kipanda uso, kitu ambacho hajawahi kukifanya hapo nyuma, na akaendelea kufanya hivyo tangia siku ile. Na sasa akawa anaongea na mumewe kila siku, akawa haongei kutoa yale ya moyoni tena kama ambavyo alikuwa amefanya mwanzo, lakini sasa hivi alianza kuongea kwa hisia na kuonyesha upendo wake kwa mumewe. Sasa siku moja shehe akarudi tena pale nyumbani, akamwambia nimekuja kufanya maombi tena. Akamwambia samahani shehe, haiwezekani kwa sababu mimi niko kwenye period tena. Yani maana yake shehe kila akija anamkuta huyu mwanamke yuko kwenye period. Lakini vita viliendelea kuwa vikali kwelikweli. Wanajeshi wakawa wamekuwa wengi sana pale kwenye kijiji chao, na alikuwa anaogopa sana kuhusu uhai wa mumewe. Ikabidi amchukue na kumficha sehemu kwenye sehemu fulani hivi kwenye nyumba yao pale pale. Lakini muda mfupi kabla hata hajatoroka yeye kwenda kujificha, wanajeshi wakawa wameingia pale na wakaanza kuuliza, wewe ni nani? Una mume na nani mwingine anaishi hapa? Sasa ili aweze kumlinda mumewe ikabidi adanganye pale, akasema mimi ni mjane, yani widow, nimefiwa na mume wangu, lakini pia kwenye hii nyumba ni sehemu ambapo ninafanya kazi, hapa sio nyumbani kwangu, akimaanisha pia kwamba yeye ni sex worker, yani ni mwanamke anayejiuza. Hawakumfanya chochote bwana, wakawa wamemsamehe pale, lakini yule mwanajeshi akati anaondoka pale akamtemea mate bwana usoni. Sasa siku ile usiku akawa amekaa na mumewe na kuendelea kuongea, akiongea maumivu yake na kumbukumbu nyingi za maumivu walizokuwa nazo moyoni mwake. Asubuhi inayofuata kuna kelele ikawa imemwamsha ghafla, na hiyo kelele ilimuonyesha kwamba wanajeshi wamerudi tena. Akamficha tena mumewe bwana. Baada ya kumficha mumewe, kumbe kuna mwanajeshi ambaye aliamua kurudi pale, na huyu mwanajeshi alikuwepo jana pamoja na yule komanda wake, yani kiongozi wake. Amekuja kuijaribu bwana, anataka kuimwagia mayonnaise. Akamwagia hela pale chini na kuanza kumwingilia. Kusema kweli hakugoma, yani hakutaka kabisa kuleta shida pale. Akamwachia kila kitu, na kaka mwanajeshi kakijana kakaanza kuichapa maji. Kweli bwana, yule mwanajeshi baada ya kumaliza tu cha kwanza, mayonnaise zake zimeisha, akainuka na kusepa, na yeye akainuka zake na kwenda chooni kwa ajili ya kujiosha kidogo, kujisafisha. Alafu akarudi akakota hela zake ambazo amepewa na yule mwanajeshi, akazitumia zile fedha kununua dawa ya mumewe pamoja na kununua chakula bwana, cha kuwapa watoto wake. Sasa siku inayofuata yule dogo akawa amenogewa bwana, akaja tena akampa pesa na kuichapa tena vibaya mno mayonnaise za maana ya. Alafu baada ya pale yule mwanamke akawa amekaa tena na mumewe, akawa anamwambia mumewe kila kitu bwana kinachotokea. Yeye alikuwa anajua kwamba mumewe yuko unconscious, yani yuko kama mezima fulani, asijue kwamba mumewe anasikia kila kitu. Akamwambia namna ambavyo yule kijana anampa hela, lakini akaenda mbali zaidi na kumwambia kwamba yule kijana ananifikisha kwelikweli mume wangu kuliko ambavyo wewe ushai kunifikisha. Wewe ulikuwa unajali wewe tu ukimwaga mayonnaise zako bila kunifikiria mimi, lakini huyu kijana ananifikisha sana. Asijue kwamba mumewe anasikia kila kitu. Lakini akiwa naongea maneno, katikati ya hayo maneno akajishtukia bwana, akasema kwa nini naongea maneno mbele ya mume wangu? Akaona aibu kweli, akaruka na kuchukua Qur'an na kuanza kuisoma, kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Sasa baadaye akawa ametoka pale nyumbani kwake
Na wakati anarudi akaona kuna kitu ambacho hakiko sawa. Mlango wa nje ambao ulikuwa umevunjwa wa getini pale umerekebishwa bwana. Akajiuliza atakuwa ni nani huyo, lakini akahisi kwamba atakuwa ni yule kijana ambaye ni mwanajeshi yule ambaye waga anakuja kujipigia hapa nyumbani. Baadaye jioni yule kijana akawa amerudi tena, akamwambia tafadhali, naomba nimekumisi sana, yaani unanifanya niwe najisikia raha sana. Akamruhusu kuingia ndani, na alipofika ndani kijana akavua shati for the first time, na ukimwangalia mwili wake ulikuwa una maeneo mengi yaliyounguzwa kwa sigara, na ilikuwa ina alama kabisa kwamba ameunguzwa kwa sigara. Lakini pia kulikuwa kuna vidonda vya risasi, lakini pia kulikuwa kuna makovu ya vitako vya risasi bwana, vya bunduki. Na ndipo hapo alipogundua kwamba huyu naye kumbe aliteswa sana akiwa kwenye mafunzo ya kijeshi, na ile kitu ilimgusa sana mwanamke. Akaamua kuondoka na kwenda kwa shangazi yake kuonana naye. Akamwambia kila kitu tena shangazi yake kuhusu yule mwanajeshi na namna ambavyo mayonai zake zinamfikisha mpaka mlima Kilimanjaro kileleni juu kabisa. Na baada ya kuachilia hayo yote kwa anti yake akarudi nyumbani. Alipofika nyumbani akakuta kuna mfuko wa matunda mazuri kwelikweli. Hajala matunda kwa miaka mingi sana. Lakini pia akakuta kuna necklace, yani kidani cha kuvaa shingoni cha dhahabu bwana, kizuri sana. Kwa mara ya kwanza tangu aingie kwenye ndoa, hii ndio mara yake ya kwanza anafurahi na kupewa zawadi. Akatabasamu na uzuri wake ukaonekana kwelikweli, na akajiona kwamba yeye ni mwanamke tena. Baadaye akaenda kukaa chini tena na kuongea na mumewe. Akamwambia mumewe kila kitu. Akamwambia, mume wangu, nataka nikwambie ukweli ambao sijakwambia kabisa. Akamwambia, mume wangu, wewe ulikuwa hauna uwezo wa kuzalisha. Akamwambia kwamba hawa watoto niliokuwa nao, watoto wangu, sio watoto wako wa kuwazaa. Ghafla yale maneno yakamshtua mumewe. Kwa muda mrefu ambao alikuwa kimya, huyu mwanaume akareact na kumshika mkono kwa nguvu kwelikweli, na alionekana akiwa na hasira kwelikweli. Na mumewe ghafla akamshika shingoni na kuanza kumkaba. Akamkaba yule mwanamke, akaanza kupoteza pumzi pale. Kwa bahati nzuri kisu kilikuwa hakiko mbali, akakichukua kisu na kukirudisha na kumchoma nacho mwenyewe. Na ndipo hapo akawa ameokoa maisha yake, na mumewe akawa amekufa pale pale. Lakini bahati nzuri yeye akawa yuko hai, na muda huo huo mwanajeshi yule kijana ambaye amekuwa akiyapakua manyama peke yake akatokea. Akawa ameona kila kitu kilichotokea, na filamu yetu inafikia mwisho. Kama umefika mpaka hapa, asante sana. Usiache kulike, kusubscribe na kushusha comment kwenye chaneli yetu. Ninawapenda ile kinoma yani noma yani.